ni askofu wa kanisa mama katika makanisa yote ya Kianglikana. Niseme kweli nimeshtushwa na hizi kauli ambazo magazeti zina koti askofu mkuu ametoa tamko la kumstafisha askofu wa kanuni wa Dayosisi ya Dar es Salaam Valentino Mukiwa, na kinachoshitusha kwamba sisi tumekuwa kote tunaambiwa kwamba kwa kupata idhini ya maaskofu ama idhini ya nyumba ya maaskofu. Hapo mimi ndio nashtuka, kwa sababu kanuni haiko hivyo na wala katiba haiko hivyo. Hata kama askofu mkuu yeye alikuwa na mamlaka hayo, lakini lazima angepitia katika vyombo ambavyo vinatawala pamoja naye. Tuna kanuni zetu za kutawala na kutoa maamuzi na kutoa mamlaka katika mambo yoyote yanayohusu kiroho. Cha kushangaza ambacho mimi kimenikosesha amani kabisa, na kweli sikubaliani nacho, askofu mkuu anatumia vyombo vya habari bila kutushirikisha sisi wenziwe katika mamlaka kama hiyo kubwa. Sipingi kupata taarifa kwa vyombo vya habari, lakini njia aliyochukua si sahihi, kwa sababu Askofu Valentino ni askofu halali wa kanuni ya Dar es Salaam na amewekwa kwa mamlaka halali ambazo kanisa zinakuwa na utaratibu nao, na ni vyombo vya halali ndivyo vilivyomchagua. Sina bidii na kumthibitisha na maaskofu. Askofu anapowekwa kitini anathibitishwa na maaskofu wenziwe, na hata anapochaguliwa majina maaskofu ndio wanathibitisha. Hata wakati wa kumuondoa vile vile lazima maaskofu ama nyumba ya maaskofu ielewe na iridhie. Sasa njia ambayo ametumia askofu mkuu na maafisa wake si njia halali, na niseme kwa hakika kabisa sio njia halali, ingawa inasema kwamba imepitiwa mchakato wote. Sio kweli. Sisi katika kikao chetu cha mara ya mwisho baada ya kuletwa mashtaka na kukubaliana kwamba askofu wa Dar es Salaam alituahidi atatoa ushirikiano na tume ambayo itaundwa na askofu mkuu, na tume ile askofu mkuu tukasikia kwamba itakwenda Dar es Salaam, lakini ikimtaka askofu Valentino Mukiwa atoe milioni 56 kama yeye, kitu ambacho si sahihi. Askofu huna mamlaka ya kuidhinisha pesa nyingi hizo, lazima utumie vyombo vyako unaotawala navyo, ikiwemo kamati ya fedha, ikiwemo halmashauri kuu ya kudumu, kwa sababu hizo pesa ni nyingi sana. Na askofu una uwezo wa siku mbili kutoa pesa zote hizo. Lazima wale wanaotoa zile pesa nao wajiridhishe, askofu pesa hizo unatoa za nini na kwa nini, ndio unaweza ukaidhinisha baada ya makubaliano zikatoka. Lakini tunachokisikia si halali, kwa sababu tarehe 25 mimi nimesikia kanisa la Magomeni likinukuu barua ya askofu mkuu kwamba askofu Mukiwa aondoke, askofu Mukiwa atolewe. Sikushtuka kwa sababu Magomeni ni sehemu ambayo ina uchafuko na askofu Valentino Mukiwa, na Magomeni ndio waliotoa kiti cha askofu. Magomeni ndio sema, na hata hiyo barua na vitu vingi, hata juzi nyie watu wa radio na kila kitu mmewahoji watu wa Magomeni, na kuna mtu mwingine akajiita mwenyekiti wa tume. Sasa sijui tume gani ya kumchunguza askofu, sasa sijui tume hiyo imechunguza lini, sifahamu. Lakini ninachotaka kusema kwamba mimi kama askofu wa Dayosisi ya Zanzibar na askofu halali kabisa wa kanuni wa Dayosisi ya Zanzibar, sikubaliani kabisa na maamuzi aliyotoa askofu mkuu na maafisa wake. Sikubaliani kabisa. Ingebidi atushirikishe na sisi wenziwe tuweze kuona, na mamlaka aliyotumia yeye sijui kapata wapi. Hata kama kanuni ipo, lakini kwa nini atuite wakati wa tume na asituite wakati anapotaka kutoa maamuzi? Katiba inasema ndio na mamlaka, katiba iko hapa, lakini baada ya kushauriana na nyumba ya maaskofu. Sasa sisi ndio tunamtuma. Askofu mkuu ni askofu wa dayosisi fulani, anakuwa mkuu wakati maaskofu wanapokuwa, anakuwa mwenyekiti. Tukitoka pale bado anakuwa ni askofu wa kawaida wa dayosisi mengine. Na huwezi ukaamua kitu wewe peke yako, lazima uamue na wenzako. Ndio kanuni ilivyo. Kama tunapomwekea mikono askofu anapochaguliwa, na ndivyo vile vile
atakapoondolewa lazima maaskofu waelewe na lazima maaskofu waridhie. Nje ya hapo hiyo umekiuka. Na kama kiongozi wa juu tayari unaanza kukiuka kanuni na taratibu ya katiba, si sawa. Utakuwa na mashaka hapo. Na sisi ni watu wa kupenda amani. Tunatunza amani ya nchi yetu. Tunaisisitiza katika mahubiri yetu kuomba watu walete amani na furaha. Sasa unapoanza machafuko, unakuwa na mashaka kidogo. Ndio sisi ama mimi sikubaliani kabisa na mtu ambaye analeta mashaka na machafuko katika dayosisi ya mwenziwe. Amepeleka barua katika mitaa zisomwe. Yeye askofu mkuu hana mamlaka hiyo ya kupeleka barua katika mitaa mingine. Yeye askofu mkuu ni askofu mkuu wa maaskofu. Unapokuwa kama baraza. Na katiba inasema baadaye mnakaa kama baraza ndio mnatoa hukumu. Mimi sikumbuki kuitwa na sikumbuki kikao hicho kimefanyika wapi mpaka askofu au barua inasema na amepata idhini ya maaskofu. Idhini ipi? Tumekaa lini katika swala kama hilo? Mimi wasipendi mambo ya kupinda hapa. Na sikubaliani naye mambo kupinda kabisa. Kwa hiyo mimi kama askofu wa dayosisi ya Zanzibar sikubaliani na maamuzi aliyosema askofu mkuu. Sikubaliani nayo kabisa. Napinga kabisa wala sina tofauti chochote. Kwa sababu usikaribishe matatizo pale ambapo hakuna nini? Matatizo. Na usikaribishe chuki pale ambapo hakuna nini? Chuki. Tunataka furaha, amani. Leo waumini waabudu kwa furaha na amani. Leo waumini wanachanganyikiwa, wamsikilize nani? Wamsikilize askofu wao, askofu mkuu. Wanachanganyikiwa, kwa nini tuwachanganye waumini? Waumini wanakwenda kuabudu, wawe na moyo ulio furaha na amani. Hivi ndivyo ambavyo nataka niseme. Sasa kichungaji. Kwa sababu sasa bado nitoke kidogo kwa mfano. Rais Magufuli. Sasa siku hizi nimempa maneno anatumbua, si ndio? Anapomuona mtu afanye vizuri anamuondosha ili kuriski ile sehemu na watu wengine. Askofu mkiwa amemuondosha padre mmoja. Tena sio kumfukuza kwanza, aende mtaa mwingine. Ni kawaida askofu anamhamisha huko na huko. Sasa yule mtu aligoma basi, kwa sasa sijui kagoma kwa manufaa ya nani. Na anapewa nguvu na mamlaka ya juu anasema ya askofu. Mnafahamu? Na mamlaka ya juu yeye mwenyewe anasema anaambiwa na askofu mkuu. Ndio inatushangaza kwa sababu askofu mkuu hana padre hapa. Askofu mkuu hapa akija anaonana nani? Na mimi askofu. Sawa? Anaonana nani? Mimi askofu. Ndio askofu mkuu. Ndio anaitwa askofu mkuu. Haji hapa kwa padre wewe fanya padre hawezi. Kanuni inamzuia. Sasa yeye hawezi akazuia mamlaka halali ya askofu wa Dar es Salaam kumwadhibu padre wake. Sasa hiyo ndio kesi ambayo ilianzia hapo. Na yule mtu amepata nguvu na nyinyi na watu wa habari na mnafahamu mara kwa mara anatukodiwa pale, anatolewa katika channel tena mara kwa mara wanamtoa yule bwana pale. Kwa sababu sijui. Sasa hapo ndipo ilipoanza ugomvi. Na sababu ambazo zimetajwa si kweli. Tulizungumza sisi na askofu, tukamwambia hizi za kichungaji. Na askofu unaporithi mahala kama askofu. Mimi nimechukua kiti cha askofu kwa Marian Douglas. Lakini Marian Douglas amechukua kiti cha askofu kwa wengine ambao picha yake mnaziona. Kwa hiyo unapoingia katika kiti cha askofu unafuata yale ya wenzio. Kwa hiyo swala la mikataba na kila kitu askofu hausiki. Sawa? Ndio maana rais Magufuli anatumbua mtu ili aonekane kwamba hafai. Ili aendelee vizuri. Unafahamu ndugu mtangazaji. Kwa hiyo askofu yeye anasimamia nidhamu ya dayosisi kiroho na kimwili. Kwa hiyo yale matatizo yaliyozungumzwa pale si kweli. Kani watu kasema irudisheni na tume nyingine tukajiridhishe sisi trustee. Sawa, tujiridhishe kwamba kweli haya anayoambiwa askofu ya kweli ama si ya kweli ili tufuate haki ilipo. Hatuwezi kukurupuka. Unaweza kukurupuka ukamwonea mtu, ukamwadhisha mtu, ukamchafua mtu. Kanisani hakuna kuchafuana. Kanisani kuna kutengenezana ili kila mmoja awe na roho yake ya kimungu. Kwa hiyo yale si kweli. Na kwa sababu si kweli tulishazungumza tukamaliza ndani ya nyumba ya maaskofu. Na baada ya hapo ndivyo kubaliana kuna masuala ya mikataba na kila kitu. Yeye akakae na watu wake, akakae na hiyo tume itakayokwenda wajadiliane ili waje waturidhishe. Tujiridhishe na sisi kama hivi kweli. Ndio hapo sasa tunakaa kama nyumba tuweza kuona haya yaliyofanywa ni halali ama si halali.
Lakini sasa wewe kurupuka leo watatu maofisa wana unasema hii sio tumemwa hivi. Una haraka gani? Kwa nini utusirudie tena? Una haraka gani ya kutoa mamlaka haraka mpaka sasa hivi unavunja sheria, unavunja katiba? Una mamlaka gani haraka kiasi? Kwa nini utuite wakati wa katiba? Kwa nini utuite wakati unasema umeunda tume yako tusikilize? Naona usituite wakati wa kutoa hukumu. Kwa nini? Una katiba kama kiongozi kama katiba inachezewa. Kwa hiyo mimi sikubaliani nayo, nakubaliana kwamba tulituma yakafanyiwe utafiti swala namba 3. Alafu nirudishwe kwa sababu swala lile ni la kitaalamu sana. Mambo mikataba na kila kitu la kitaalamu sana. Sawa. Labda utangazia kwamba Dayosisi ya Dar es Salaam kuna mgogoro katika kanisa la Anglican. Dar es Salaam haina mgogoro kwa sababu wao wenyewe walimuuliza askofu mkuu. Mimi baada ya hapo nilimpigia askofu wa Dar es Salaam. Akasema vyombo vyake halali vya kutawalia. Kamati ya kudumu ama standing committee imemwambia askofu mkuu kwamba nani amekutangazia kwamba sisi Dar es Salaam tunao mgogoro. Nani amekutangazia? Hata wewe unakuja kutoa barua kwa askofu wetu ukimwamuru astafu. Vyombo sisi vya kutawalia na askofu wetu hatujaona tatizo. Na zile clips zimerushwa kwamba askofu mkuu tumekurudia wewe mara 3. Umetuma tume yako kuja kuchunguza sisi kama chombo cha kutawalia sana. Haikuja kutuhoji. Sasa unapata wapi mamlaka ya kusema kwamba Dar es Salaam kuna mgogoro, Dar es Salaam kuna machafuko? Unapata wapi? Ni kupiga katiba, unapata wapi? Kwa sababu sisi maaskofu tunatawala na vyombo. Kamati ya fedha, halmashauri ya kudumu ambayo hii ni synod ndio unafanya nayo kazi. Sasa synod ndio inayomweka askofu na maaskofu wanamwekea mikono. Sasa synod ikikwambia sisi hatuna shida na askofu wetu, usema wewe unayo. Unapata wapi? Kwanza lazima hawa watangaze tuna mgogoro na askofu wetu. Sasa sisi ndio tutaanza. Kamati nyingine zitangaze kwa sababu ndio vyombo maalum tunavyotawala ndio nani? Ndio dayosisi. Sasa kama hawa wenyewe sema hatuna matatizo na askofu wetu. Wewe unasema matatizo yako. Mambo ya ndani unayajua. Mambo ya ndani ya nyumba anayajua mwenye nyumba na watu wote ndani ya nyumba. Wewe nje utajuaje? Lazima uniulize mimi wa ndani nikwambie, bwana leo kuna hili ndani ya nyumba yangu. Na kisha huko ndani kuna moshi unatoka huko. Wewe umeuona? Nafikiri unaelewa. Naam. Askofu kwa hilo kwa kuwa alishatokea. Nini maamuzi yenu sasa? Au nini maamuzi ya baraza la maaskofu? Baraza la maaskofu na mimi nikiwa mmoja wao sikubaliani kabisa. Mimi msimamo wangu sipendi mambo ya kuyumba, sipendi mambo ya kumwonea mtu, sipendi mambo ambayo hayafati haki. Mimi ni kiongozi wa dini, napata haki. Haonewi mtu. Kama patakuwa na makosa, kuna haraka gani? Tundikaa. Naona. Sasa hii inajidhihirisha kuna chuki katikati. Sijui lakini kuna haraka gani? Unafanya haraka, kuna haraka gani katika swala kama hili? Kwa nini usinalo kihekima? Mimi kama askofu wa Dayosisi ya Zanzibar, ni askofu mama, yani dayosisi mama, sikubaliani kabisa na mawazo na barua ya askofu mkuu ya kumwamuru askofu wa Dar es Salaam astaafu. Bado namtambua askofu Valentino Dar es Salaam ni askofu wa kanuni na bado naheshimu vyombo vyake vya kutawalia, halmashauri ya kudumu ni vya kanuni na viheshimu, na bado naheshimu mawazo na kanuni za makasisi wa Dar es Salaam na waumini pia wa Dar es Salaam. Bado kwa sababu hatua iliyokwenda ni kukiuka. Kwa kuwa askofu mkuu amekiuka kanuni na katiba ya Anglican. Katiba inasemaje au nyinyi mnakwenda na maamuzi gani? Tutakutana katika nyumba ya askofu na tutajadili hili. Na mimi nitasema. Na mimi kwa kweli narudia tena sipendi mtu aonewe. Na masikitiko sana kwa sababu kwa nini muonee mtu? Wewe ni kiongozi wa dini, onyesha mfano. Tumesikia juzi pale askofu mkuu alikwenda kupeleka barua hiyo kumsafisha, amekwenda na maskari. Kwa nini wende na maskari? Na nikauliza je, ilitokea fujo? Sema hapa kuna fujo yoyote tumezungumza kisha. Kwa nini wende na maskari? Ina maana unachokifanya hujiamini na una maana unachokifanya sicho. Unapochukua ulinzi, na maana wewe una shida kidogo. Ama pale mahala pana shida kidogo. Ndio maana kuna na ulinzi. Kwa nini wende na ulinzi? Wewe mmoja kuniona hapa watangazaji, mmoja na ulinzi nini? Sema kuja wenyewe. Lakini na mimi nasema okay, John polisi kaeni hao hadi chini. Ngine na askofu kidogo ana shida kidogo. Asante sana.
Labda mwisho tumesikia, labda unawaambiaje waumini wa Zanzibar, wa Anglican, lakini wa Tanzania ambao tayari pengine nao watapata mashaka baada ya kusikia matangazo haya? Mimi ni waombe wasiwe na mashaka. Ni waombe wasiwe na mashaka. Waendelee kusali, waendelee kuomba. Inawezekana wakapata uwezo wa Mungu, wakafunuliwa ukweli uko wapi. Lakini ukweli kwamba napinga kwamba maaskofu tumetoa idhini, napinga sana. Kwa hiyo waumini waendelee kumwomba Mungu, waendelee kumkubali. Sasa waumini wa Dar es Salaam, Askofu Mkiwa ni askofu wa kanuni wao, na wao ndio walimchagua Askofu Mkiwa. Sisi maaskofu tumethibitisha tu askofu wake, lakini wao ndio wenye uwezo wa kumwondosha Askofu Mkiwa, na wao ndio wenye uwezo wa kusema lolote juu ya askofu wao Mkiwa, si mwingine. Sisi tulikuwa tunashauri tu kikanuni. Kwa hiyo niwaombe watulie, niwaombe wamsikilize. Nafikiri mwenyewe atasema Askofu Mkiwa na vyombo vyake kutawalia, tutasema katika swala kama hili, lakini mimi sikubaliani na swala kama hilo hata siku moja. Kanuni isikiukwe, sababu sisi wenyewe ni viongozi. Tusipitishe kanuni huko nyuma, kwa sio kioo kwa jamii. Asante. Asante.